Katika kipindi cha miaka mitatu halmashauri yako hii, ndugu mwenyekiti, ilikuwa inakusanya bilioni 81. Leo hii ndugu mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitatu inakwenda kukusanya zaidi ya bilioni 120. Na mwaka huu wa fedha ambao tunauweka, ndugu mwenyekiti, halmashauri yako inakwenda kukusanya shilingi bilioni 140. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, mmejionea wenyewe miradi ambayo mmeenda kuisimamia. Zaidi ya magorofa 8, ndugu mwenyekiti, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 800 yanakwenda kukamilika. Mmeona magorofa ya pale Ukonga, ile shule ya sekondari Ukonga. Mmeona ndugu zangu wale wanaotoka Kipunguni, lile gorofa la Kipunguni. Wale ndugu zangu wa Minazi Mirefu, mmeona jengo. Lakini pale Kitunda Relini inaenda kujengwa shule ya sekondari ya zaidi ya bilioni 4.6. Lakini hapa ndugu zangu wa hapa kata ya, kwa kushirikiana na CRDB, tunakwenda kujenga shule nyingine ya sekondari ya bilioni 4.6. Lakini pia wenzangu wa Mnazi Mmoja, kuna shule pale inaenda kukamilika ya zaidi ya bilioni 1 na milioni 800. Kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya. Na majengo haya ambayo tunakwenda kuyajenga, ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, yanaenda kuwekewa aluminium, yanaenda kuwekewa tiles. Na zile shule mpya za bilioni 4 zitakuwa zina chumba cha kompyuta, zina vifaa vyote vya kompyuta, zitakuwa zina madarasa 16, zitakuwa zina vyumba vya walimu. Ni shule ambayo inajitosheleza. Hayo ni mapenzi makubwa ya rais wetu, ni mapenzi makubwa ya chama chetu. Kwenye eneo la afya umeona mwenyewe na ulishiriki kwenye mbio za Mwenge. Tunakwenda kujenga vituo vya afya vya aina ya pale Mzinga. Vituo vyote tunavyokwenda kujenga sasa vitafanana na kile kituo cha wapi? Cha Mzinga. Idadi yetu kwenye kata, ndugu mwenyekiti, ni kubwa ukifanana na vile vituo vya 500, vya milioni 500 ambao Mheshimiwa Rais anatuletea. Mheshimiwa Rais amekubali kwetu sisi tunajenga kituo cha afya cha zaidi ya bilioni 4. Hivyo ni kazi kubwa ambayo inaenda kufanyika katika wilaya yetu na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Ukienda kuangalia kwenye eneo la vifaa tiba vimeongezeka, upatikanaji wa madawa umeendelea kuimarika. Tuna kila sababu, ndugu mwenyekiti, kwa pamoja kuendelea kumshukuru na kumwombea rais wetu. Amesema hapa mkurugenzi, tutaendelea kutenga ile 10% ya barabara. Tumeenda kuwaomba kwenye halmashauri kwamba kwetu sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutokane na 10% twende kwenye 20%. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa halmashauri yetu kwenye makusanyo umeendelea kuimarika. Kama uwezo umeimarika, basi hata fedha ambazo tunakwenda kuzitenga kwa ajili ya miradi ya kimaendeleo, hususan barabara, tuongeze kutoka 10% kwenda kwenye 20%. Ombi hili tumelipeleka TAMISEMI. Kwa nini, ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe? Umeona 10% kubwa ya barabara zetu nyingine ni za changarawe. Tunapokwenda kumuomba mkurugenzi atengeneze barabara kipindi cha mvua, anakosa fedha kwa sababu fedha zote za 10% zimeenda kutengeneza barabara za nini? Za lami. Mkurugenzi na madiwani wanakosa fedha za kuimarisha barabara za changarawe. Hivyo kwenye ile fedha ya 10% ni vizuri kwamba kwenye baadhi ya 10% itengwe kwa ajili ya kwenda kuimarisha barabara za changarawe. Baadhi ya 10% zitengwe kwenda kuimarisha mifereji. Baadhi ya 10% itengwe kwa ajili ya madaraja na vivuko. Waheshimiwa wenye viti wa kwenye kata, ndugu mwenyekiti, wanajua, waheshimiwa madiwani wanajua, yako malalamiko mengi kwenye kata mbalimbali na mitaa mbalimbali kuhusiana na vivuko pamoja na madaraja. Tukifanya hivyo itaenda kusaidia halmashauri yetu. Hivyo kwa sasa watakapokuja kipindi kijacho, naamini serikali yetu itatoa idhini ili mkurugenzi sasa na timu yake waweze kutenga. Kwa sasa hawawezi kutenga kwa sababu muongozo unataka watenge kwenye 10%. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, pia sheria inatutaka sisi tutenge 10% kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Nipende kukuhakikishia mwenyekiti na wajumbe, ndugu wajumbe, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam imekusanya zaidi ya bilioni 18 ambazo kesho tunaanza kuzitoa. Ni kuombe ndugu mwenyekiti, kabla madiwani hawa hawajaondoka na halmashauri hii iweze kushiriki hiyo kesho, kushuhudia halmashauri yenu inapokwenda kuanza kutoa mikopo ya bilioni 18. Ni halmashauri pekee Tanzania ambayo inaenda kutoa mikopo mingi kwa wakati mmoja. Lakini ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, halmashauri yako
ina zaidi ya bilioni 17 ambazo ziko kwenye mzunguko. Tunaamini mwakani tutatoa zaidi ya bilioni 22. Kwa nini? Kwa sababu makusanyo ya halmashauri yanaongezeka na marejesho yanaongezeka. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akitutaka tuhakikishe kwamba tunabanana na wale ambao tunawadai kwenye fedha zetu. Nitumie nafasi hii ya halmashauri kuu, kwa sababu wako ndugu zetu na jamaa ambao wanafahamiana na wajumbe hawa. Tutaendelea kuwa wakali kuhakikisha marejesho ya zile 10% zinarudi ili kuwasaidia vijana wetu, mama zetu waweze kupata mikopo. Maandalizi ya uchaguzi mkuu umeendelea vizuri. Ulinzi na usalama tumehakikisha tunaendelea kuimarisha. Ndio maana katika jiji letu la Dar es Salaam, wilaya yetu ya Ilala, hakuna vurugu, kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuwa imara sana. Kila jengo ambao unaliona, kila mradi ambao umetekelezwa, wajumbe hawa wa halmashauri kuu wamekuwa mstari wa mbele katika maeneo yao, kwa sababu wengine ni wajumbe wa kamati za siasa katika kata ambayo miradi hii ndipo inatekelezwa. Wengine ni madiwani ambao wamekuwa wajumbe wa kamati za siasa na wasimamizi na wanaotoa uongozi kwenye ngazi za kata.